Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, mwanadamu ni kiumbe wa kiroho. Uwezo wa kiroho hutofautiana kwa mwanadamu mmoja na mwanadamu mwingine. Wapo binadamu ambao uwezo wao wa kiroho ni wa chini, lakini wapo baadhi ya binadamu ambao uwezo wao wa kiroho upo kati, yani uwezo wa kawaida. Lakini wapo baadhi ya wanadamu ambao uwezo wao wa kiroho si wa kawaida, yani ni wa kiwango cha hali ya juu. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, wanadamu tupo kama antena ambazo zinanasa mawimbi kutoka katika vyanzo mbalimbali. Ndivyo ilivyo, wanadamu tunaweza kunasa mawimbi ya kiroho, ambapo baadhi ya binadamu wana uwezo mkubwa wa kunasa mawimbi ya kiroho kuliko binadamu wengine. Ndani ya video hii nitakwenda kukuambia ishara mbalimbali ambazo ukiziona katika maisha yako ujue wewe si mwanadamu wa kawaida, bali ni mwanadamu hatari mwenye nguvu kubwa za kiroho kuliko binadamu wengine. Kama nawe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni dalili mbalimbali ambazo ukiziona katika maisha yako ujue wewe ni moja kati ya binadamu wasiokuwa wa kawaida, kwani ndani yako una nguvu kubwa za kiroho kuliko kawaida. Namba moja, wewe ni mwanadamu ambaye una uwezo wa kuuamrisha ulimwengu na ulimwengu ukakutii. Ninaposema unaweza kuuamrisha ulimwengu na ulimwengu ukakutii, inawezekana bado haujanielewa vizuri. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Wapo baadhi ya wanadamu ambao maneno mengi ambayo wanayazungumza huwa yanaumba vitu. Yani akikutamkia kitu kibaya, kitu hicho kinakutokea. Akikutamkia kitu kizuri, basi kitu kizuri pia kinakutokea. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, hawa si binadamu wa kawaida. Ingawa wapo baadhi ya binadamu ambao hawajijui kama wana uwezo huu, lakini watu mbalimbali ambao wamewazunguka huwatazama kama watu wenye mdomo mbaya ama watu wenye nguvu za kishirikina, kwani watu hawa wanapoudhiwa na watu wengine, wakiwatamkia watu wengine maneno mabaya, wanaweza wakasema umenitendea hivi, ngoja tuone kama utafika mbali, na unajikuta ndani ya muda mfupi kuna majanga yanakutokea. Moja kwa moja unaanza kuamini kuwa mwanadamu ambaye alikutamkia mabaya labda amekwenda kukuroga. Lakini kama ni wewe ambaye ulitamka kauli hiyo, haujui ni kitu gani ambacho kimetokea, bali unajikuta kila ambaye unamtamkia maneno fulani mabaya, ni kweli mambo mabaya yanakwenda kumtokea. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, vitu hivyo vinatokea si kwa sababu una mdomo mbaya, bali ni kwa sababu wewe ni mwanadamu ambaye una nguvu za kiroho. Chochote ambacho unakitamka kwa kinywa chako kinakwenda kutimia, ni kwa sababu ndani yako una uwezo mkubwa wa kiroho kuliko binadamu wengine. Inawezekana nawe ni moja kati ya binadamu ambao huwa wanaishuhudia hali hii katika maisha yao. Wanapokuwa na hasira, wakitamka maneno fulani, basi vitu vinakwenda kutokea sawa sawa na maneno ambayo waliyatamka. Endapo ishara hii huwa inajidhihirisha, basi ujue wewe ni moja kati ya binadamu hatari katika uso wa dunia. Unayo nguvu kubwa ya kiroho ambayo asilimia kubwa ya binadamu hawana. Ukirejea katika maandiko matakatifu, utakuja kugundua kuwa Mwenyezi Mungu aliuumba ulimwengu kwa kutamka. Ina maana katika maneno ya Mwenyezi Mungu ipo nguvu ya kiroho ambayo ndiyo iliyofanya utendaji wa kila kitu ambacho kipo katika huu ulimwengu. Ndivyo ilivyo, mwanadamu ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Mwanadamu anapokuwa na nguvu kubwa za kiroho pia anaweza kuamrisha ulimwengu na ulimwengu ukamtii. Yapo maandiko ambayo yanaelezea kuwa
Mwanadamu akiwa na imani anaweza kuamuru mlima na mlima ukamtii, ukahama kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Ndivyo ilivyo, si ushirikina wala si uchawi wala si mdomo mchafu, bali wewe ni miongoni mwa wanadamu wenye nguvu za kiroho kuliko binadamu wengine. Ndiyo maana nguvu ya uumbaji ipo katika kinywa chako. Ukimtamkia mtu mazuri, mazuri yanamtokea, lakini ukimtamkia mtu mabaya, mabaya yanamtokea. Ukibaini unayo nguvu hii, usipende kuwatamkia watu wengine mabaya. Hata unapokuwa na hasira, usipende kutamka maneno makali dhidi ya watu wengine, kwa sababu asilimia kubwa ya maneno ambayo utawatamkia watu wengine, ulimwengu utakutii na mabaya yatakwenda kuwatokea watu hao. Penda kuwatamkia watu wengine maneno mazuri, kwa sababu utakapowatamkia mambo mazuri yatakwenda kutimia katika maisha yao, na watu hao watakuona kama uliwatabiria mema ambayo kwa namna moja au nyingine yamekwenda kutimia katika maisha yao. Namba 2, wewe ni mwanadamu ambaye huwa unaweza kuona matukio ambayo yatatokea muda mfupi ujao. Macho ya wanadamu yamegawanyika katika makundi mawili. Yapo macho ya damu na nyama, yani macho ambayo tunayatumia kufanya shughuli zetu za kila siku, yani shughuli za kimwili. Lakini namba 2 ni macho ya kiroho. Haya ni macho ambayo yanaweza kutazama vitu ambavyo haviwezi kuonekana kwa macho ya kawaida. Sasa jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, binadamu wengi wenye macho ya kiroho wanaweza kutazama matukio ambayo yanaweza kutokea muda mfupi ujao. Hawa ni watu ambao wanaweza kubashiri hata kitu ambacho mtu atakizungumza muda mfupi ujao. Kama wewe ni moja kati ya wanadamu ambao huwa wanaweza kuhisi ujio wa kitu fulani alafu kitu hicho kikaweza kutokea kweli, basi ujue wewe ni moja kati ya binadamu ambao wamezaliwa wakiwa si wa kawaida, bali ndani yako unayo nguvu ya kiroho ambayo haipo kwa wanadamu wengine. Mara nyingi binadamu wa kundi hili wanaweza wakahisi hata ajali ambayo inakwenda kutokea muda mfupi ujao. Huyu ni mwanadamu ambaye anaweza akaona mtu anaendesha pikipiki akapata hisia kuwa mtu yule atapata ajali wakati anapokata kona. Hazipiti hata dakika 2, mtu huyo anakwenda kupata ajali katika eneo lile lile ambalo mwanadamu huyu mwenye nguvu za kiroho alihisi. Hawa ni wanadamu ambao hata wanapotazama watu wanapokuwa wanazungumza, wanaweza kubashiri mtu atajibu nini baada ya kuulizwa na mtu fulani, na kweli ndani ya muda mfupi mtu huyo anajibu vile vile. Hawa ni wanadamu ambao hata wanapokuwa wanazungumza na watu wengine, wakiwauliza maswali watu hao, wanaweza wakahisi watajibiwa nini, na kweli majibu ya watu walioulizwa maswali yanafanana vile vile na hisia za watu hawa. Kama nawe ni moja kati ya binadamu ambao huwa wanaweza kupata maono hayo muda mfupi kabla ya tukio kutokea, basi wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wana nguvu za kiroho. Na ndio maana kuna nyakati unaposhika simu yako huwa unapata hisia ni kama kuna mtu anataka kukupigia simu. Unapopata mawazo hayo, hazipiti hata sekunde 5 simu yako inaita. Lakini kuna wakati unaweza kushika simu yako ukahisi kuna mtu anataka kukutumia meseji. Hazipiti hata sekunde 5 unaona kuna meseji imeingia katika simu yako. Yaani kiufupi, wewe ni mwanadamu ambaye unaweza kuishi hata katika wakati ujao. Unaweza kuhisi matukio ambayo yatakwenda kutokea muda mfupi ujao. Hata unapokuwa unachati na mtu, ukimtumia meseji, unapata hisia kuwa lazima atajibu hivi, na kweli jibu ambalo mtu huyo anakupa linaendana sawasawa na fikra zako. Endapo utaona ishara kama hiyo, basi wewe si mwanadamu wa kawaida, kwani una nguvu za kiroho ndani yako. Namba 3, wewe ni mwanadamu ambaye mara nyingi huwa unapata maono mbalimbali kupitia ndoto kabla ya matukio fulani kutokea. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Wapo baadhi ya wanadamu ambao kabla ya mambo fulani kutokea katika jamii zao, wao wanaweza kuyaona mambo hayo kupitia ndoto ambazo wanaziota wanapokuwa wamelala. Kwa kawaida, hizo si ndoto bali ni maono.
Endapo nawe ni moja kati ya binadamu ambao asilimia kubwa ya vitu ambavyo huwa ukilala unaviota vinakuja kutokea katika ulimwengu halisi, ujue wewe ni miongoni mwa binadamu wenye nguvu kubwa za kiroho kuliko kawaida, kwa sababu una uwezo wa kuyatazama matukio ambayo yatakuja kutokea katika siku za baadaye kuliko binadamu wengine, na ndiyo maana Mwenyezi Mungu anakutumia wewe ili uweze kuiokoa jamii ambayo unaishi nayo, ama uweze kuwapa maonyo watu ambao unaishi nao. Namba 4, wewe ni mwanadamu ambaye unapomtazama mtu unaweza kuihisi nia ambayo ipo ndani yake. Moja kati ya sifa ambazo binadamu wasiokuwa wa kawaida, yani binadamu wenye nguvu kubwa za kiroho kuliko binadamu wengine, wanazo katika maisha yao ni uwezo wa kutazama mawazo ya mtu kwa kutumia macho ya kiroho. Hawa ni wanadamu ambao hata unapokuwa nao karibu, unapokuwa na nia ya kuwatapeli, wanaweza wakaijua nia yao na wakaweza kukuepuka. Kama nawe ni moja kati ya wanadamu ambao huwa wanahisi hali ya kusita pale wanapokutana na binadamu wasiokuwa wa kawaida, yani binadamu wenye nia mbaya na wao, basi ujue wewe ni moja kati ya binadamu ambao Mwenyezi Mungu aliwaumba na ndani yao akawawekea nguvu kubwa za kiroho kuliko binadamu wengine. Yapo mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako sina budi kuishia hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na nimalize kwa kusema nawapenda sana sana zaidi ya sana. Asante, bye.